Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa Jugo Media, Injili ganjani mwako. Jina langu ni Daniel Anton Lingwentu, rubani wako wa uinjilishaji, na leo nimetua hapa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume hapa jimbo kuu la Tabora. Wengi hupenda kupaita Kipalapala, na ipo historia kubwa sana ya seminari hii, kwani mpaka leo tunapoongea tunaisherehekea na kuadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwake, yani 1925 na sasa ni 2025. Sina mengi sana ya kusema, basi na kuunganisha moja kwa moja na Padri William Bahitwa ambaye yeye ni mlezi katika seminari hii na atatujulisha mengi sana kuhusiana na majengo na mazingira ya seminari hii tangu yalipokuwa yamejengwa kipindi hiko hata leo tunapozungumzia miaka 100. Unaweza kujua nini? Karibu sana. Ndugu mtazamaji, mimi naitwa Padri William Bahitwa, ni padri kutoka jimbo la Musoma. Nipo hapa Kipalapala, ni mwalimu na mlezi wa waseminaristi wa seminari hii. Tuko hapa seminarini Kipalapala tunakopenda kukuletea mfululizo wa masimulizi kuhusu mazingira ya seminari hii ya Kipalapala ambayo mwaka huu inaadhimisha jubilei yake ya miaka 100. Katika kuanza masimulizi hayo, tunaanzia mahali hapa kilipo kikanisa cha Makumbusho. Ni eneo muhimu sana katika historia ya seminari yetu ya Kipalapala, ambao tunapenda kukueleza undani wake, historia yake, lakini hasa umaana wa kanisa hiki kwa mambo yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Kikanisa hiki kilianza kujengwa mwaka 1929 na kilikamilika mwaka 1932. Kwa nini kinaitwa kanisa cha Makumbusho? Kinaitwa hivyo kwa sababu kinakumbusha tukio kubwa sana ambalo lilitokea hapa Kipalapala miaka mingi iliyokuwa imepita kabla ya seminari kuanzia hapa. Kwa wale ambao hawafahamu, historia ya uinjilishaji wa maeneo haya ya Tanzania ya Magharibi ilianza mwaka 1878 pale ambapo wamisionari wa kwanza kufika maeneo ya huko ambao walikuwa ni misionari wa Afrika maarufu kama White Fathers waliingia kwa mara ya kwanza hapa Tabora, na hasa zaidi katika eneo la Kwihara. Walifika hapa wakiwa na lengo moja la kuelekea Ujiji, kuanza kuinjilisha maeneo hayo ili kuweza kutokomeza biashara ya utumwa, lakini pia walikuwa na lengo la kwenda Uganda, sehemu ambayo ilikuwa inaitwa Rubaga, ili kuweza kuinjilisha pia katika maeneo hayo. Kumbe kutoka Bagamoyo ambako safari yao ilianza, walikuwa na vituo vingi. Mojawapo ya vituo vikubwa vilikuwa ni hapa Tabora, na walipofika hapa walikuwa wanahitaji kupumzika na misafara yao hiyo kugawanyika, msafara wa kwenda Kigoma, Ujiji, na msafara mwingine wa kuelekea huko kaskazini maeneo ya Rubaga huko Uganda. Ndivyo walivyofanya mara ya kwanza walipofika mwaka 1878, mwaka uliofuata 79, mwaka 80 na mwaka 81. Walifanya hivyo kwa muda wa miaka 5. Baadaye wakaona kuna uhitaji sasa wa kuanzisha kituo hapa Tabora, waanzishe misioni yao. Na eneo la kwanza kupatikana lilikuwa ni hapo Tabora mjini, eneo ambalo sasa hivi kuna hospitali ya Kitete. Walikaa hapo kwa muda mfupi kuanzisha hiyo misioni yao, lakini eneo lilionekana kuwa ni dogo. Ndipo mwaka 1883 wakapata eneo hapa Kipalapala, wakinufaika na rafiki ambao walikuwa nao na Mtemi Isike, Mtemi Onyanyembe, ambaye alikuwa na makao yake makuu hapa pembeni tu ya tulipo panapoitwa Itetemia. Kumbe walianzisha hiyo misioni yao hapa Kipalapala, mahala hapa tuliposimama mwaka 1883. Kumbe hapa walijenga kanisa hilo kuwepo, lakini pia walijenga nyumba yao ya mapadri ya kuishi, lakini pia walijenga nyumba ambayo walitumia kwa ajili ya kuwahifadhi wale ambao waliwaokoa kutoka katika biashara ya utumwa. Tunafahamu kwamba msafara wa biashara ya utumwa uliokuwa unaanzia huko Ujiji ulikuwa na njia nyingi. Mojawapo ya vituo vyake vya kuwakusanya hao watumwa kilikuwa hapa nyuma yetu, sehemu ambayo inaitwa Kwihara. Kumbe ujio wa misionari mahala hapa ulikuwa ni sehemu muhimu sana kuanza kupambana na hiyo biashara ya utumwa, ili wanapohubiri Injili wasihubiri tu Injili kwa ajili ya kumwokoa mtu katika roho, waweze pia kumfungua katika vifungo vinavyomtesa kimwili. Mojawapo vifungo hivyo ilikuwa ndio hiyo biashara mbaya kabisa ya kuwauza binadamu kama wanyama. Kumbe hapa Kipalapala kulikuwa na hivyo vituo vitatu. Kulikuwa na kanisa,
kulikuwa na nyumba hiyo ya mapadri, lakini pia mahala ambapo walikuwa na wahifadhi watumwa. Waliokomboa namna gani? Waliokomboa kwa namna ya kuwanunua. Walinunua kutoka kwa Waarabu, walipowaleta hapa wakawaweka kama watu huru, wakawapatia nyumba ya kuishi, wakawapatia pia na mashamba. Unaweza kupata nafasi baadaye ya kuyaona, ambapo walikuwa wakilima na kufanya shughuli zingine za ufugaji ili kujikimu. Hizo ndizo ambazo shughuli zilikuwa zikiendelea hapa Kipalapala. Sasa kuna baadhi ya matukio ambayo yalitokea hapa yanahitaji pia kukumbukwa. Mwaka 1887 iliundwa vikarieti ya Tanganyika, na hapo hapo akachaguliwa askofu wake wa kwanza wa vikarieti hiyo ambaye alikuwa anaitwa Jean Baptiste Charbonnier. Haikuwezekana kwenda Roma kupewa daraja ya uaskofu. Ilibidi askofu anayekuja kumpa daraja hilo aweze kuja hapa akitokea Uganda, na katika maeneo haya lilipo kanisa hili ndio lilitolewa daraja takatifu la uaskofu. Akapewa uaskofu huyo Padre Jean Baptiste Charbonnier kuwa askofu wa kwanza wa vikarieti ya Tanganyika. Hiyo ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kwa kutolewa daraja takatifu la uaskofu maeneo haya kusini mwa jangwa la Sahara. Ilifanyika hiyo tarehe 19 Septemba mwaka 1887. Ikaandikwa historia ya askofu wa kwanza kupewa daraja ya uaskofu maeneo haya ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, na daraja hilo lilitolewa hapa Kipalapala mahala tuliposimama sasa hivi. Hiyo misioni sasa, misioni Procura, kwa sababu pia ilikuwa na kazi ya kuhifadhi kama bohari ya vifaa vya misionari, haikudumu kwa muda mrefu. Ilidumu kwa muda wa miaka 6 tu. Tutapata nafasi ya kuelezea wakati mwingine kile ambacho kilifanyika mahali hapa kwa muda wa miaka 6. Mwaka 1889, kwa kuhofia sababu za kiusalama, wamisionari waliondoka. Ilikuwa ni kundi kubwa sana. Wao wamisionari pamoja na watu wapatao 100 ambao walikuwa wamewanunua kutoka biashara ya utumwa, na wakupenda kuwaacha hapa wakihofia kwamba inawezekana pia na wao wangeweza kudhurika. Kumbe wao wote waliondoka kimya kimya kwa kificho, wakaanza safari ya kuelekea Bukumbi. Na wakati huo Bukumbi ilikuwa katika vikarieti ya Nyanza iliyokuwa ikianzia maeneo hayo ya Bukumbi kuelekea hadi huko Uganda. Kumbe mwaka huo 1889 hii misioni Procura ilipofungwa, wamisionari walitoka wakaenda kuhamia huko Bukumbi, na Bukumbi ilikuwa ni sehemu ya vikarieti ya Nyanza. Walipofika huko walikaa kwa muda mfupi, ndipo wakaenda Ushirombo. Huko Ushirombo wakaweka makao makuu ya vikarieti Wenyanyembe, ambayo ilikuwa inachukua eneo lote hili la Tabora, huko mkoa wa Arusha, eneo lote hili ambalo sasa hivi ni tuseme ni mikoa ya kati. Sasa walipokuwa huko Ushirombo, ndio jitihada ya kwanza ya kuanzia seminari ikaanza. Mwaka 1908 wakaanzisha seminari ndogo ya Mtakatifu Karoli Borromeo. Seminari hii baadaye ilikuja kuhamishiwa Itaga, Tabora mwaka 1922. Mwaka 1918 ndio wakaanzisha seminari kuu ya kwanza, ilianzishiwa huko Ushirombo. Seminari hiyo ikahamishiwa Utinta mwaka 1921 kwa sababu ilikuwa imehamishwa kutoka seminari ya vikarieti ikawa seminari ya kanda. Kumbe seminari kuu ikahamishiwa huko Utinta, lakini pia haikudumu kwa sababu mazingira hayakuwa rafiki. Eneo lilikuwa ni dogo, lakini pia usafiri ulikuwa ni mgumu sana. Hali kadhalika pia kulikuwa kuna magonjwa, hasa mifugo ilikuwa inashambulia sana na mbung'o. Kumbe ilikuwa ni ngumu sana seminari kujiendesha bila kuwa na mifugo. Ndipo sasa ombi likatolewa seminari ihamishiwe eneo zuri kabisa ambalo lingeweza kuwa nafaa kwa ajili ya malezi. Hapo Kipalapala haikuwa na mpinzani. Ilikuwa ni eneo ambalo tayari wamisionari walikuwepo huku, ilikuwa ni eneo kubwa, ilikuwa na hali nzuri ya hewa. Ndio sasa juhudi zikaanza kuhamisha seminari kubwa kutoka Utinta ambao sasa ni jimbo la Mpanda kuja hapa Tabora, sehemu hii ya Kipalapala. Kumbe seminari Kipalapala hii ilianzishwa rasmi tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 1925 kwa waseminaristi 18 ambao walihamia hapa wakitokea seminari kuu ya Utinta. Sasa seminari hii imekusha anza, imepita tu miaka 4 ndipo kikanisa hiki kikajengwa. Yapo maneno maarufu sana ambayo tunayakumbuka hapa Kipalapala yaliyonenwa na huyo Padri Puel ambaye alikuwa ni msimamizi wa ujenzi huu. Alisema, tumefika hapa tumekuta kuna magofu ya misioni ambayo wenzetu walikuwa wakiyatumia.
Sasa kabla haya magofu hayajatoweka moja kwa moja, tujenge hapa kikanisa kitakachokuwa cha makumbusho, kitakachotufanya tukumbuke mambo makubwa kabisa ya uinjilishaji ambayo watangulizi wetu waliyafanya. Na akaongeza kusema kwamba kwenye kanisa hiki ataweka kitu kama mnara, kitakuwa ni kanisa ambacho kinakwenda juu kama mnara ambao unaangaza himaya yote ya Kipalapala, na ndani akaweka sanamu ya Bikira Maria malkia wa mapadri, ndio mama ambaye anasimamia eneo lote ya Kipalapala katika shughuli zote za kimalezi na za kiuchungaji na za kiuinjilishaji ambazo zinafanyika hapa. Kumbe hiki ni kikanisa cha makumbusho kwa sababu kinatoa kumbukumbu ya uinjilishaji wa kwanza uliofanyika hapa Tabora, uinjilishaji ambao uliambatana kuanzisha kwa misioni Prokura hapa Kipalapala kuanzia mwaka 1883 hadi huo mwaka 1889. Uinjilishaji wa kwanza ambao tunaweza kusema ndio matokeo yake yameleteleza kuanzishwa kwa hii seminari ya Kipalapala. Lakini pia ni kanisa cha makumbusho kwa sababu kinakumbushia tukio kubwa kabisa la kumpata mchungaji mkuu wa vikarieti ya Tanganyika ambao ulifanyika kwa mara ya kwanza hapa Kipalapala, kutolea daraja ya waskofu kwa huyu ambaye ni Askofu Jean Baptiste Charbonnier kuwa askofu wa kwanza wa vikarieti ya Tanganyika mwaka 1887. Sasa muundo wa kanisa hiki pia unaeleza umuhimu wake. Tutaeleza hapa vitu vichache. Kwanza, ni kanisa ambacho kimejengwa juu. Kuna ngazi nyingi sana, na kile ambaye anakiendea kanisa hiki ni lazima atakwea hizo ngazi. Katika maandiko matakatifu, mahala palipoinuka panasifika sana kama ni mahala ambapo panao uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kumbe yeye ambaye anapanda kwenye kanisa hiki, tayari anapokuwa anazikwea zile ngazi, anakumbushwa kwamba unakwea kuelekea palipo na uwepo wa Mungu. Ni alama hiyo kwamba inamwandaa huyu ambaye anakwenda hapo aweze kukwea palipo na uwepo wa Mungu. Kumbe si kumbukumbu ya kawaida kabisa, ni kumbukumbu ambayo inapenda kudokeza pia uwepo wa matakatifu katika kanisa hiki. Tunaona pia kwamba kimejengwa katika pembe 8. Pembe 8 katika kanisa, utamaduni wa kanisa, inamaanisha ni thamani isiyo na kikomo. Kumbe huyu ambaye alikibuni kikanisa hiki ameamua kuweka hizo pembe 8 kuonesha kwamba kwa yule anayefahamu anajua kabisa kikanisa hiki kimepewa thamani isiyo na kikomo, thamani ya juu kabisa. Na thamani hiyo ni nini? Ni uwepo wa Mwenyezi Mungu, lakini pia ni hiyo injili ambayo misionari hawa walihubiri, injili ambayo Mtakatifu Paulo anasema ni nguvu ya Mungu ambayo inaweza kuokoa. Nguvu ya Mungu hiyo ina thamani isiyokoma. Tukiona katika madirisha yale yameweka katika muundo ambapo kuna miduara mitatu inayoingiliana. 3 namba ya Utatu Mtakatifu, 3 namba ya familia takatifu. Vyote hivyo vina maana kwamba mwingiliano huo wa Utatu Mtakatifu, kwamba Baba yuko ndani ya Mwana, Mwana yuko ndani ya Baba, Baba yuko ndani ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu yuko ndani ya Baba na Mwana. Fumbo hilo ambaye analiingia kanisa hili anaweza kutafakari kwamba ni Utatu Mtakatifu katika mapenzi yake ndio uliweza kuruhusu uinjilishaji wa mwanzo ukafanyika na hata seminari hii ikaja kujengwa mahali hapa. Ndani tutakapoingia tutaona kwamba kuna hiyo sanamu ya Bikira Maria malkia wa mapadri. Kikanisa hiki kimewekwa chini ya usimamizi wa huyo Bikira Maria malkia wa mapadri, na uvuvio wake unatoka katika hiyo Injili ya Yohana sura 19, pale ambapo Yesu alikuwa anakufa msalabani. Akaangalia chini, akamuona mama yake na akamuona Yohana. Akamwambia mama, mama, tazama mwanao, na baadaye akamwambia Yohana, tazama mama yako. Tumekuwa tunafahamu na ndivyo ilivyo kwamba Yohana anawakilisha waamini wote ambao wanamwamini Kristo, na wote hao wamepewa mama Bikira Maria kuwa mama yao na kuwa njia ya kuweza kumfikia Kristo, kwamba unapokwenda kumfikia Kristo ni muhimu kupitia Bikira Maria ambaye anakushika mkono, anakuelekeza kwa fadhila zake, lakini pia anakufundisha katika yale maisha ambayo alikuwa anayaishi. Tukienda ndani kabisa tunaona kabisa kwamba huyo Yohana alikuwa ni mtume. Unaweza kusema kwamba Yohana huyu alikuwa ni padri, maana alikuwa amekwisha pewa ukuhani. Kumbe kabla ya kufikiria kwamba Yesu alimkabidhi Bikira Maria kwa waumini wote, alianza kumkabidhi Bikira Maria kwa kuhani, kwa padri. Kumbe ni haki kabisa kumwita Bikira Maria malkia mapadri, kwa sababu katika nafasi ya kwanza mama huyu amekabidhiwa kwa mapadri, na mapadri hao amekabidhiwa kwa mama huyu ili awasaidie kama nyota ya uinjilishaji
mama wa tumaini jema katika ule utume ambao mwanaye Yesu Kristo amewashirikisha katika ule ukuhani wake. Kanisa hiki basi kilizinduliwa mwaka 1932 na kilibarikiwa na huyu Askofu Edward Misho, ambaye kwa kumbukumbu ndiye ambaye alianzia shirika la mabinti wa Maria hapa Tabora. Umuhimu wake kwa sasa, kanisa hiki ni kanisa cha hija. Ni mahala ambapo waseminaristi jumuiya nzima ya hapa Kipalapala, jimbo zima, wanafika hapa kusali kama kanisa cha hija, na kusali hapa kuweza kufuata nyayo za hawa wamisionari wa kwanza, lakini pia kupata nguvu ya uinjilishaji mpya, kwa sababu umaana wake ni uinjilishaji wa kwanza ambao unahitaji kuendelezwa karne hata karne mpaka hapo Kristo atakapokuja, na wale wa kuendeleza ndio sisi wenyewe. Kumbe tunapofika hapa kwa hija tunakumbushwa, lakini pia tunapata nguvu mpya ya kuipokea hiyo Injili na pia kuendelea kuweza kuitangaza. Na waseminaristi wana nafasi kubwa sana katika kanisa hili, kwa sababu wao wanaandaliwa kuwa wahudumu wa Injili. Kumbe wanafika hapa kusali kupata nguvu hiyo mpya, lakini pia kuweza kusikia sauti ya wito ukiwaita ni mtume nani aende akahubiri Injili, na wao kuweza kuitikia mimi hapa unitume Bwana. Hii sasa ndio historia fupi ya mahala hapa kanisa cha Makumbusho Kipalapala, ambacho kimejengwa huu mwaka 1929 mpaka 1932, na ni mahala ambapo panatunza historia hiyo ya uinjilishaji. Ni mahala pa hija. Kila anayefika Tabora anakaribisha mahala hapa kuweza kusali, lakini kupata nguvu hiyo mpya ya kuweza kuipokea Injili, na wewe mwenyewe kujisikia kama unatumwa kuwa mhudumu wa Injili ambayo ulihubiriwa hapa na endelea kuhubiriwa hapa katika kupokea wito huu ambao Kristo mwenyewe ametupatia sisi sote kwa njia ya ubatizo. Asanteni. Karibu katika sehemu ya pili ya mazungumzo yetu haya kuhusu mazingira na majengo ya seminari yetu. Ninayokaribisha ni mimi Padri William Bahitwa, mwalimu na mlezi katika seminari hii ya Kipalapala. Tumekushaona tayari juu ya kikanisa cha Makumbusho, tumeeleza historia yake, umuhimu wake pia katika seminari hii na katika muktadha mzima wa uinjilishaji. Sasa tuje tuyaone haya majengo ya mbele, jengo la utawala pamoja na majengo mengine yakijumuisha mabweni ya wanafunzi, madarasa pamoja na nyumba wanayoishi mapadri ambao wanafundisha na kulea waseminaristi hapa Kipalapala. Tukianza na hilo jengo la mbele, jengo la utawala, ndilo jengo ambalo mtu unaliona unapoingia tu katika lango kuu la Kipalapala, na unachokiona moja kwa moja ni ule msalaba ulio katikati ya jengo hilo. Hili ndilo jengo la kwanza kabisa kujengwa wakati seminari hii inaanzishwa. Lilijengwa mwaka 1924 na ukamilika mwaka 1925. Ndipo ambapo likaruhusu sasa waseminaristi wa kwanza waweze kuingia hapa Kipalapala, hiyo tarehe 4 ya mwezi wa pili mwaka 1925. Lilipokamilika walikuwa wakiishi humo mapadri na baadhi ya waseminaristi, lakini baadhi ya vyumba vya seminaristi tutakuja kuviona vilikuwa viko nyuma ya hilo jengo kubwa la utawala. Msalaba ulio juu ya jengo hili una maana yake. Kwa kawaida huu ni msalaba ambao huwa tunauona ukiwa juu ya makanisa, na maana yake huwa ni kuwaalika waamini kwanza kuwatambulisha kwamba hapa kuna kanisa, yupo Kristo anayewaalika waweze kuingia kanisani humo katika nyumba ya Mungu kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu, kumshukuru, kumtukuza na kusikiliza neno lake pamoja na kupokea sakramenti. Hapa seminarini msalaba huo unapata maana hiyo ya kwanza ambayo ndio ya msingi, lakini pia ni msalaba ambao unazungumza kwa waseminaristi. Waseminaristi ambao wameisikia sauti ya Mwenyezi Mungu ikiwaita na wanakuja hapa ili kuweza kuundwa, kuweza kuwa mapadri. Kumbe wanaambiwa kabisa kwamba katika malezi haya, angalieni huu msalaba ulio katikati ya jengo kuu la seminari hii, mumtazame Kristo kwamba yeye ndiye anayeita. Na shughuli zote za seminarini hapa, masomo, malezi, kazi, michezo na vitu vingine vyote hivyo vinapaswa kumweka Kristo kuwa ni katikati. Ndio maana msalaba huo umewekwa katikati kabisa ya majengo haya, na unaonekana kutoka pande yoyote ile kuonesha huo umuhimu ambao seminari hii inapenda kuweka kwa Kristo. Kristo ndiye katikati ya majengo haya na ndiye katikati ya shughuli yote ambayo inafanyika katika seminari hii ya Kipalapala. Jengo hili nimesema kwamba limejengwa mwaka huo 25. Lilikuwa ni jengo peke yake. Baada ya miaka mitatu ndio yakaongeza majengo mawili, huo mwaka 28. Jengo moja upande wa kulia na jengo jingine upande wa kushoto yakaunganishwa na jengo hili la utawala. Upande huo wa kulia ndio kuna jengo ambalo kwa sasa linaitwa jengo la Tapri.
Chini kuna hizo ofisi za TAPRI na pamoja na ofisi za baadhi ya walezi, na juu ni ukumbi ambao unaitwa ukumbi namba 156 kwa wenyeji wa hapa Kipalapala. Upande wa kushoto nyuma yangu hapa ndio likaongeza jengo hili la maktaba. Yote haya yamejengwa huo mwaka 1928 na maktaba hii inatumika mpaka leo. Mwaka 32 likaongezwa jengo jingine kwa ajili ya waseminaristi. Hilo walikuwa nakaa mashemasi, likaitwa jengo la Mtakatifu Stefano ambaye alikuwa ni shemasi na shahidi. Na baada ya miaka 6, yani mwaka 1938 ndio likajengwa jengo hili ambalo liko mbele yetu, jengo la Mtakatifu Yeronimo ambaye ni baba wa elimu ya maandiko matakatifu. Miaka iliyofuata likajengwa majengo mengine mawili. Mwaka 1964 mpaka 65 likajengwa jengo hilo ambalo ni la ukumbi wa mihayo, chini yake yakiwepo madarasa, na baadaye likaunganishwa na vyumba vya kulala. Na mwaka huo huo likajengwa jengo hili ambalo liko mbele yetu, jengo la Mtakatifu Toma wa Aquino. Jengo la mwisho kabisa kujengwa hapa Kipalapala ni hiyo hosteli ya Mgulunde. Mgulunde alikuwa ni askofu mkuu wa hapa Tabora kuanzia mwaka 1985 mpaka mwaka 2006. Kumbe jengo hilo ambalo ni hosteli ambayo ina vyumba vya kulala pamoja na kumbi limejengwa kwa heshima yake mwaka huo 2023. Sasa majengo haya ambayo nimeelezea, jengo la utawala, maktaba, jengo la TAPRI, bweni la Mtakatifu Yeronimo, bweni la Mtakatifu Stefano shemasi na shahidi, pamoja na majengo haya yaliyosalia, Mtakatifu Toma wa Aquino, askofu mkuu Marko Mihayo na askofu mkuu Mario Mgulunde, yalivyojengwa, historia yake, muundo wake na majina ambayo yamepewa si kitu cha bahati mbaya. Tukianza kuangalia upande huu wa kushoto wa jengo hili la utawala, tuna jengo la maktaba, tuna jengo la Mtakatifu Yeronimo na tuna jengo la Mtakatifu Toma wa Aquino. Sasa hawa wote ni wale ambao wanahusika na malezi ya kielimu. Maktaba ndio jengo ambalo linahifadhi vitabu, hazina ya elimu, ufahamu na mafundisho yote ya kiimani. Mtakatifu Yeronimo yeye ni baba wa elimu ya maandiko matakatifu. Tutakumbuka kwamba wakati seminari hii inaanza, yalikuwa yanatolewa hapa masomo ya falsafa pamoja na masomo ya teolojia. Lakini msingi mkubwa kabisa, msisitizo mkubwa ulikuwa unatolewa katika masomo ya teolojia. Na Mtakatifu Yeronimo ndio baba wa elimu ya kiteolojia katika maandiko matakatifu. Kumbe ndio aliwekwa hapa kuonesha kabisa kwamba japokuwa inatolewa elimu ya falsafa na elimu ya teolojia, lakini msisitizo mkubwa tunaotoa katika teolojia. Baadaye likaja kujengwa hilo jengo la Mtakatifu Toma wa Aquino kuonesha kwamba malezi ya kielimu yanayofanyika hapa yana mlengo huo wa kimtakatifu Thomas, Thomistic theology, ndio ambayo inafanyika hapa Kipalapala. Kumbe upande huu wa kushoto unamkumbusha mseminaristi ambaye yuko hapa juu ya umuhimu wa malezi yake ya kielimu. Kuna maktaba, Mtakatifu Yeronimo na Mtakatifu Toma wa Aquino wanawekwa hapo mbele kama kielelezo cha malezi ya kielimu. Yeye ambaye atatoka hapa kuwa mwalimu wa imani anakumbushwa juu ya mafundisho, maandalizi hayo ya kielimu, ili basi anachokuja ukifundisha kiwe kina msingi katika elimu ya kanisa tangu mwanzo kabisa na hata katika utamaduni wake. Sasa upande wa pili wa jengo hili la utawala ndipo tumeeleza kwamba kuna ofisi za TAPRI, jengo la TAPRI ambayo ni taasisi ya uchungaji. Yupo Mtakatifu Stefano shemasi na shahidi, mtumishi wa kanisa. Yupo askofu mkuu Marko Mihayo, mchungaji wa jimbo hili tangu mwaka 1960 hadi mwaka 1985, na hatimaye jengo la askofu mkuu Mario Mgulunde ambaye alikuwa mchungaji mkuu wa jimbo hili tangu mwaka 1985 hadi 2006. Kumbe huo ni upande ambao mseminaristi anawekewa akiwaangalia wachungaji na watumishi wa kanisa. Anakumbusha wazi kwamba katika malezi ya hapa, upande huu amepewa juu ya umuhimu wa elimu, lakini upande mwingine huku anakumbusha juu ya maandalizi ya kichungaji. Aelimike, lakini akijua kabisa kwamba kinachomsubiri huko ni huduma, ni utumishi, ni uchungaji, na huo aufanye katika upendo, akiwaangalia hao kwanza shemasi Stefano na shahidi, amwangalie mchungaji mkuu Marko Mihayo katika jimbo la Tabora, pia mchungaji mkuu mwingine ambaye ni Mario Mgulunde, na hazina ambayo urithi ambao wameuacha katika jimbo kuu la Tabora pamoja na Tanzania kwa ujumla, wawe ndio vielelezo vyake mseminaristi anapojiandaa katika malezi yake ya kiuchungaji na kiutumishi katika kanisa.
Basi hiyo ndio sehemu ya pili ya maelezo yetu kuhusu majengo haya. Tumepata kujua historia ya majengo haya ambayo yako hapa mbele: jengo la utawala, jengo la maktaba, jengo la Mtakatifu Yeronimo pamoja na jengo la Mtakatifu Toma wa Aquino, lakini pia jengo la Tapri, jengo la Mtakatifu Stefano, jengo la Askofu Mkuu Mihayo na jengo la Askofu Mkuu Mario Mgulunde, pamoja na umuhimu wake na yanazungumza nini katika malezi ya hapa Kipalapala. Ni mimi Padre William Bahitwa, mwalimu na mlezi seminari Kipalapala. Karibu tuendelee katika masimulizi haya ili uweze kuifahamu kwa undani zaidi seminari yako pendwa ya Kipalapala. Tumefika hapa kuona hili jengo la makumbusho ya biashara ya watumwa. Hapa wakati wa misionari wameanzisha hiyo misioni Procura mwaka 1883 hadi 89, waliwahifadhi watu waliowakomboa kutoka biashara ya watumwa. Tunafahamu kwamba msafara wa biashara ya watumwa ulikuwa na kituo chake kikubwa hapa Tabora, na walipitishwa hapa kuelekea Kuihara, na kutoka hapo ndipo akaanza safari kuelekea Bagamoyo. Na uthibitisho ni miembe hii mikubwa sana ambayo bado ipo mpaka leo maeneo haya. Tukienda mbele kidogo ya seminari, tutaona miembe hii imetengeneza barabara inakwenda kuunganisha moja kwa moja hadi Kuihara, na unakoelekea huko ni moja kwa moja hadi huko Ujiji ilikotokea, ikielekea Bagamoyo ambako walikuwa wakipelekwa kama mifugo kwenda kuuzwa na kutumikishwa, kinyume kabisa na hadhi na utu wa kibinadamu. Walipofika misionari, kazi yao ya kwanza kabisa kabla hata hawajaanza kuhubiri Injili ilikuwa ni kuwakomboa watumwa hawa. Kumbe walipofika hapa Kipalapala walienda kuwanunua kama tulivyoeleza hapo mwanzoni, na hapa katika mahala hapa ndipo walipowajengea hii nyumba na kuwaweka humu ndani. Uthibitisho ni huu mwamba unaoonekana. Maelezo tuliyopewa ni kwamba walijenga hii nyumba juu ya mwamba ili kuweza kuwakinga dhidi ya unyevu ambao ulikuwa ukitokeza mara kwa mara katika maeneo haya. Kumbe waliweza kuishi vizuri kabisa humu ndani bila kuathiriwa na huo unyevu na maambukizi mbalimbali ya magonjwa ambayo yangeweza kusababisha na unyevu huo. Nyuma ya maeneo haya ambako walikuwa wakiishi, kulikuwa kuna maeneo makubwa sana ambapo waliweza pia kulima, waliweza pia kufuga mifugo mbalimbali, ikiwa basi ni sehemu ya kujikimu waweze kuendesha maisha yao kama kawaida. Jengo hili halikuwa hivi miaka hiyo, lilikuja kuboreshwa baadaye, na kwa sasa hivi ni sehemu ya mradi hiyo ya ufugaji katika seminari yetu ya Kipalapala. Eneo hili ni mojawapo ya maeneo ya makumbusho, linalindwa sana hapo seminari kwa sababu linatoa ujumbe unaoendelea kwa seminari hii, hasa zaidi kwa waseminaristi ambao wanalelewa hapa waje kuwa mapadri. Anachokumbushwa ni kwamba kazi hiyo ya kwenda kuhubiri Injili kwa nia ya kumkomboa mwanadamu, kukomboa roho yake, inapaswa pia kuambatana na ukombozi wa kimwili, kwamba ule ukombozi wa kiroho usiache nyuma ukombozi wa kimwili, uwe ni ukombozi wa mtu katika ujumla wake. Yaani kuangalia yale mazingira ambayo yanamfanya huyu mtu aendelee kuwa mtumwa hata kama tayari amekwisha pokea Injili, kuangalia yale mazingira ambayo yanamrudisha nyuma katika hadhi ya utu wake, na hata katika ngazi mbalimbali za kijamii Injili iweze kupenya hadi kufikia maeneo hayo, kumfanya huyu mtu aweze kuishi katika ule uhuru mtukufu wa wana wa Mungu. Nimeeleza kwamba jengo hili lilijengwa na wamisionari hao, lakini vyanzo vingine vinaeleza kwamba jengo hili wamisionari hawa hawakulijenga bali walilikuta. Lilikuwa likitumiwa na Waarabu kwa ajili ya kuwaweka hapa watumwa kwa muda. Na kuna historia pia ambayo haipendezi zaidi, kwa sababu tunaambiwa kwamba Waarabu walipokuwa wakiwaweka hapa wale watumwa wakorofi au wale ambao walikuwa hawawezi tena kuendelea na safari, walikuwa wakiwanyonga. Kuna baadhi ya vyuma vimebaki hapa, vinasadikiwa kuwa vilikuwa ni vyuma ambavyo walikuwa wakivitumia kuwanyonga watumwa hao. Basi kuna hitaji zaidi kuweza kufanya utafiti kujua kuweza namna ya kuziunganisha haya masimulizi ya hizi historia mbili, kwa sababu vyanzo vya kihistoria hivi vinapingana, lakini vyote hivyo vinaungana katika sehemu moja, kuonesha kwamba biashara ya utumwa ilikuwa ni kitu kibaya zaidi ambacho kilidhalilisha hadhi ya mtu, lakini pia hata ule utu pekee, kwa sababu mwanadamu anapokusanywa na kwenda kuuzwa kama mnyama, ule utu wake unakuwa umepoteza thamani yake. Mpaka hapa tumefikia sehemu ya mwisho ya maelezo yetu ya sehemu hii ya 3 ya mazingira na majengo ya seminari yetu ya Kipalapala. Ulikuwa nami Padre William Bahitwa, mwalimu na mlezi katika seminari hii ya Kipalapala. Karibu tuendelee katika sehemu zingine zilizosalia. Asante. Tumefika sasa katika jengo la kanisa ambalo linatumika kwa maadhimisho mbalimbali ya kisakramenti na sala katika maisha mazima ya seminari yetu. Hili ndilo jengo muhimu kuliko majengo yoyote yale katika seminari hii.
Jengo letu hili linayo historia yake ni ndefu na ya kuvutia, na pia historia ambayo inatufundisha, kwa sababu inatufundisha pia mambo mengi kuhusu miaka ya mwanzo ya seminari yetu ya Kipalapala. Msingi wake ulichimbwa mwaka 1924 wakati ambapo seminari yetu hii inaanza, na katika mpango wake ilitegemewa kwamba kanisa hili lingejengwa sambamba na majengo mengine, kiasi kwamba waseminaristi wangefika na kuanza malezi yao wakiwa pamoja na kanisa, jengo la kanisa. Lakini haikuwa hivyo. Matatizo ya uchumi ambayo yalikumba seminari yetu tangu mwanzoni kabisa yalizuia ujenzi wa kitu kingine chochote isipokuwa jengo hili la mwanzo. Kumbe msingi huu ambao ulichimbwa tangu mwaka 1924 haukuwezekana kabisa kuendelezwa, na waseminaristi walilazimika kusali katika chumba kimojawapo kilichopo katika jengo hili la utawala. Kumbe kuanzia mwaka huo 1924 msingi ulipochimbwa, huo msingi umekuja kujengwa mwaka 1938. Ni muda mrefu kabisa umepita. Umekuja kuanza kuchimbwa huo msingi, umekuja kuanza kujengwa, lakini mwaka mmoja tu baadaye ndio ikaanza vita ya pili ya dunia mwaka 1939. Huo msingi ambao ulikuwa umeanza kujengwa ukasimama hapo hapo, kwa sababu nguvu kazi haikupatikana, lakini pia fedha hazikupatikana kwa ajili ya kuendeleza huo ujenzi. Ujenzi huo umekuja kuanza tena mwaka 1944. Ndio maana katika jiwe la msingi ambao tunaliona, jiwe la msingi la kanisa limekuja kuweka tarehe 30 mwezi huo Juni 1944, kwa sababu ilikuwa ndio kama awamu ya 3 tangu ujenzi wa kanisa hili uanze. Awamu ya kwanza ikiwa ni uchimbaji wa msingi, awamu ya pili ikiwa ni kujenga huo msingi mwaka 38, na awamu ya 3 ndio kuanza ujenzi wa kuweka jiwe la msingi mwaka 1944. Na aliyeliweka alikuwa ni Padri Michael Lance, aliyekuwa gambera wa seminari yetu hii ya Kipalapala. Ujenzi huo ambao ulianza mwaka 44 uliendelea kwa kasi ndogo sana. Baada ya hiyo awamu ya 3, yani awamu ya kwanza ya uchimbaji wa msingi mwaka 24, ujenzi wa msingi mwaka 38 na kuweka jiwe la msingi mwaka 44, ujenzi ndio ukaanza. Ulianza polepole na uliendelea polepole kwa sababu pia kulikuwa na tatizo la uchumi la kipindi ambacho dunia ilikuwa inapita baada ya vita ya pili ya dunia. Umekuja ukamilika mwaka 1951, na tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huo 1951 ndio kanisa hili likabarikiwa na kuanza kutumika rasmi. Unaweza kuona tangu mwaka 1924 wakati msingi umejengwa, imepita zaidi ya miaka 27 ndio kanisa hili likaweza kujengwa na kuanza kutumika. Kanisa letu hili limejengwa kwa mtindo unaofahamika kama ni Gothic. Ni mtindo ambao ulianzia huko Ufaransa na ulienea sana kuanzia karne ya 12 hadi kwenye hiyo karne ya 18. Kumbe makanisa mengi ya Ulaya yakitokea na makanisa ya Ufaransa yalijengwa kwa mtindo huu wa Gothic. Unazo sifa nyingi ambazo zinaonekana katika kanisa letu hili, na hapa anapenda tu kuzieleza sifa 4. Ya kwanza ni hayo matao yaliyochongoka. Mtindo huu wa matao yaliyochongoka ni mtindo ambao unatofautisha mtindo huu wa Roman, mtindo huu wa Gothic pamoja na yale makanisa ya Kirumi ambayo yalikuwa yakijengwa kabla. Sifa ya pili ni hayo madirisha. Madirisha pia yametengenezwa katika mtindo matao yaliyochongoka. Utaona kwamba yanakuwa ni mapana kidogo. Madirisha haya yanakuwa ni vidirisha vidogo vitatu, lakini vimeunganisha pamoja katika tao ambalo limechongoka. Sifa ya tatu ni nguzo. Nguzo ambazo zinashikilia kanisa la Gothic haziko ndani bali ziko nje. Tena zimechukua sura ya trapeza ili kwamba ule uzito wote ukae chini na uzito wa jengo uweze kuvutwa na kushikiliwa kwa nguzo kutokea nje na si ndani. Sifa ya 4 na ya mwisho nzuri kabisa ni dari. Dari la kanisa hili ni mtindo wa Gothic kwa sababu umeundwa katika mtindo ambapo ni kana kwamba yale matao yanaungana kutengeneza mfumo ambao unafahamika kama mtindo wa dari la mbavu. Sasa mtindo huu wa usanifu wa Gothic unatafakarisha sana. Ni mtindo ambao tunaweza kusema ni wa hadhi ya juu kabisa wa ujenzi wa makanisa ambao unahitaji gharama kubwa, lakini pia unahitaji umakini sana katika ujenzi kwa sababu unaunganisha vitu viwili katika jengo, uimara na uzuri. Tumeanza kueleza pia historia kwamba kanisa limejengwa katika kipindi ambacho seminari hii haikuwa na fedha, limesimama kwa muda mrefu. Lakini angalia, pamoja na changamoto ya kifedha, wamisionari waliweza kujenga kanisa hili likiwa zuri, lenye hadhi ya kutosha na imara.
ni changamoto kwa ujenzi wa makanisa katika kipindi chetu hiki cha leo. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa makala yetu. Tumeeleza mazingira ya seminari yetu ya Kipalapala na hasa zaidi tumejikita katika majengo yake muhimu ambayo yanatoa picha nzima ya historia, lakini umaana wa kile ambacho kinafanyika hapa. Nazidi kukaribisha ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yetu hii kuweza kuguswa basi kufika Kipalapala, kuweza kutembelea maeneo haya, na kwa wale ambao wanapafahamu hapa uweze kufika tena katika kipindi chetu hiki cha Jubilei, kuweza kushiriki katika furaha yetu hii ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ya miaka 100 tangu seminari yetu hii imeanzishwa. Tumeelezea kuhusu majengo. Ni majengo ya zamani ambayo pia yanahitaji utunzaji, na utunzaji wote huo unahitaji pia rasilimali mbalimbali. Kumbe kama kuna yeyote ambaye anapenda kuchangia utunzaji wa majengo haya na miundombinu, au hata katika ujenzi wa miundombinu mingine, anakaribishwa kuweza kufanya hivyo katika seminari hii kwa kuwasiliana na uongozi wa seminari yetu hii. Nawashukuru sana kufuatilia makala yetu hii. Mimi ni Padre William Bahitwa, mwalimu na mlezi katika seminari yetu hii ya Kipalapala. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Natumai umejifunza mengi, umesikia mengi ambayo mengine yamekukumbusha zamani zaidi, lakini haya yote ni katika kuendeleza gurudumu hili la uinjilishaji. Yawezekana ukawiwa kuweza kuwezesha chochote, basi wasiliana na uongozi wa seminari kuu ya Kipalapala. Mimi ni Daniel Anton Lingwentu ambaye nimekuandalia documentary hii ya kuweza kufahamisha seminari kuu ya Kipalapala kwa kushirikiana na Padre William Bahitwa. Endelea kuungana nasi Jugo Media, Injili kiganjani mwako.